baada ya rumors za muda mrefu zimetoka picha za Faisal Salum ambaye inadaiwa kwamba amesaini mkataba wa mwaka mmoja kuendelea kusalia katika klabu ya Azam. Lakini hizo sio story za mwanzoni kuzisikia, na ni story ambazo ni za kitambo. Zilisemekana kwamba Feitoto anaendelea kuongeza mkataba mpaka mwaka 2027 kusalia katika viunga vya Azam. Kwa nini Feitoto ameongeza mkataba ndani ya Azam? Hilo ni swali jingine la kujiuliza. Lakini ni kwa nini watu wanaipublish sana historia ya Feitoto kwamba anahusishwa na kwenda katika klabu ya Simba? Na hivi karibuni recently kulikuwa na rumors kwamba atakuja kutambulishwa kipindi cha Simba Day, na ni kitu ambacho pengine watu walikitegemea kwa walijipa asilimia kadhaa kama 43 hivi, kwamba tulisikia kwamba amesaini mkataba wa miaka 2 tena Azam. Lakini sasa hivi tunasikia tena rumors kwamba anataka kutambulishwa Simba, kwamba ilikuwa ni geresha au ni vipi. Kwa hiyo kulikuwa kuna hiyo hali ya sintofahamu, lakini hatimaye Simba wamesha weka mkeka wao wa wachezaji na Faisal hayumo kabisa. Na katika kipindi hicho zikatoka picha za Faisal kwamba ameongeza mkataba na klabu ya Azam. Lakini Azam haina makombe, Azam haichukui makombe, Azam haifanyi vizuri kwenye masuala ya kimataifa na vitu vingine kama hivyo. Kwa nini Faisal anaongeza mkataba na timu kama hiyo? Pia ni moja kati ya maswali ambayo watu wanajiuliza. Lakini ukirudi katika upande wa maslahi, ni moja kati ya wachezaji ghali zaidi nchini Tanzania. Anapokea zaidi ya milioni 50 kwa mwezi. Kwa hiyo inaonekana ni kama Faisal anawazidi watu wengi, yaani sio wa ndani na wa nje, wachezaji wa ndani na wa nje katika masuala ya kimshahara na kimaslahi na vitu vingine kama hivyo. Ingawa swala la Mzize pia limekuja kutake over, kuonekana kwamba na yeye analipa milioni 45 na hatuja confirm. Lakini kitu cha ukweli kabisa ni Azam ambao wamemlipa Faisal hiyo milioni 50 kwa mwezi na endorsement kibao kutoka katika kampuni ya Azam. Kwa hiyo nafikiri hicho ndio kitu ambacho pengine kimemvutia sana Faisal kuweza kubakia katika klabu ya Azam na si kwenda klabu nyingine yoyote ya ndani ni pamoja na nje ya nchi. Una maoni gani kuhusiana na sakata la Faisal kuongeza mkataba na klabu ya Azam? Wewe unafikiri ni uamuzi sahihi kwake au angeenda kutafuta changamoto nyingine? Hii ni NTV.